Kabla tujaendelea zaidi, ni vyema ukafahamu kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach. Yanakuhakikishia usafiri kutoka Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha. Na siku zote safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo maeneo kama Shekilango na kwingineko. Mabasi ya Jada Luxury Coach ni kama ndege za ardhini. Ni mabasi ya kisasa yanayokufanya ufike safari yako ukiwa huna uchovu wowote. Ndani ya mabasi hayo kuna huduma ya matangazo mubashara ya Azam Media ambayo hukuhakikishia kutazama mechi mubashara za ligi kuu Tanzania bara, ligi ya kule Hispania La Liga, ligi ya Ujerumani Bundesliga na matangazo mengine ya Azam kama sinema zetu, tamthilia na kadhalika. Lakini vile vile mabasi ya Jada Luxury Coach yanakupa huduma nzuri ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Vifurushi vyako, mizigo yako unaweza kuisafirisha kwa salama, kwa uhakika na kwa wakati kupitia mabasi haya ya Jada Luxury Coach. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya usafiri wako na mizigo yako. Kama kuna waamuzi wale wanaelezewa kwamba hawacheki na wowote, basi ni pamoja na huyu raia wa Benin anaitwa Jindo Louis Hunganandonde. Jindo Louis Hunganandande ndio jina lake. Raia wa Benin, alizaliwa Agosti 25 mwaka 1985. Kwa lugha nyingine, hivi sasa kabla ya kufikia Agosti ana miaka 39. Sasa mwamuzi huyu wa CAF ndiye atakayechezesha pambano muhimu sana la maamuzi katika kombe la shirikisho msimu huu kwa wekundu wa Msimbazi Simba watakapocheza dhidi ya Al Masry hapo kwa Mkapa Aprili 9. Ni mwamuzi ambaye anatarajiwa kufanya mambo mazuri. Mambo mazuri kwa Tanzania, mambo mazuri kwa wekundu wa Msimbazi Simba ni kwa mwamuzi huyu kuchezesha kwa haki. Haki bin sawa na sio kwa upendeleo kwa namna yoyote ile. Ndio. Kwa kufanya hivi, maana yake ni kwamba Simba watakuwa na nafasi kubwa ya kusonga mbele kwa sababu kiuwezo, kwa maana ya uchezaji, kimbinu, Simba wamedhihirisha katika mechi iliyopita Aprili 2 kule jijini Ismailia walipocheza dhidi ya Al Masry katika mechi ya kwanza kati ya mbili za robo finali kombe la shirikisho msimu huu dhidi ya Al Masry na kufungwa 2-2. Ndio, katika mechi hiyo kule nchini Misri inafahamika vyema. Simba walipoteza kwa mabao hayo 2-0 dhidi ya waliokuwa wenyeji Al Masry. Lakini pamoja na kufungwa kwao, wekundu wa Msimbazi Simba katika mechi hii kwenye uwanja wa Suez Canal Authority Stadium, Simba walionyesha kiwango cha juu mno. Maeneo mengi Simba walikuwa bora zaidi. Sehemu pekee ambayo Simba ilikuwa hasi kwao, ilikuwa tofauti na kile walichokionyesha uwanjani, ni matokeo ambayo bahati mbaya sana matokeo ndio jambo la msingi ambalo kila timu hutafuta. Ngapi Simba walikufa 2-2. Lakini ukienda kwenye takwimu nyinginezo zote kwa ujumla, Simba walikuwa wazuri mno katika ufanisi uwanjani. Jambo liloangusha ni hilo la matokeo ambalo kimsingi zipo sababu kadhaa zilifanya Simba ipoteze mabao 2-0 mbele ya Al Masry kule nchini Misri. Zipo zilizotokana na wao wenyewe, lakini zipo zilizotokana na uamuzi. Ndiyo, inafahamika vizuri. Sababu zilizotokana nazo wenyewe Simba ni kwamba nafasi walizojitengenezea hawakuzitumia, hilo la kwanza. Pili, uchoyo na ubinafsi. Baadhi ya wachezaji hususan wa safu ya ushambuliaji walipopata nafasi, kuna baadhi ya nyakati badala ya kutoa pasi kwa wenzao ili wafanye maamuzi ya kuwezesha timu ipate ushindi, wakataka wao ndio wawe mashujaa, wakalazimisha kufunga pasipostahili kufunga. Wao wakiwa kwenye nafasi nzuri, wakawaacha wenzao walio kwenye nafasi nzuri sana ili wawape furaha wana Msimbazi, wawape furaha wa Tanzania. Kwa hiyo ni sababu mojawapo. Uchoyo. Ndio, uchoyo huu unahusisha viungo wa ushambuliaji, Kibu Denis Prosper, Jasha Ahua, Eli Mpanzo Kibisawala, lakini pia alikuwa mshambuliaji wao kinara. Hapa tutazungumzia Lionel Ateba Mbida. Kwa nyakati tofauti walipata nafasi ambazo kama wangepasia wenzao, pengine Simba isingeondoka mtupu katika mechi hiyo. Lakini sababu nyingine, bali na nyinginezo, ilikuwa ni pamoja na uamuzi. Katikati kulikuwa na mwamuzi aitwaye Bubu Traore. Yeye katika dakika ya 70, miongoni mwa maamuzi magumu sana kwa Simba, kwa Tanzania, ni pale ambapo Lionel Ateba Mbida alionekana dhahiri shahiri amefanyiwa madhambi na golikipa wa Al Masry, huyu Mahmoud Gadi. Ndio, Gadi alikwenda kujaribu kucheza mpira, lakini badala yake akacheza mwili wa Ateba. Ateba akaangushwa katika tukio ambalo pengine halikuhitaji hata usaidizi wa VAR, wale watu wa chumba chenye kifaa kisaidizi cha mwamuzi ili kutoa maamuzi.
Badala yake ilikuwa ni tukio la wazi, mwamuzi alilishuhudia, lakini hakutoa faida kwa Simba ambao ndio walichezewa madhambi katika eneo hilo, karibu na tuseme ndani ya yadi 6 tu kutokea langoni. Hivyo hiyo ilikuwa ni fursa ya wazi ya Simba kupiga penalty ambayo pengine wangeweza kupata bao muhimu katika mechi ambayo kufungwa 2-2. Maana yake kwenye mechi ya marudiano hapo Aprili 9 kwa Mkapa, Simba italazimika kushinda kwa tofauti ya mabao matatu. Ndio, kwa maana 3-0, 4-1, 5-2, 6-3, vyovyote vile alimradi kwenda tofauti ya mabao matatu ndipo Simba iweze kusonga mbele. Kazi hiyo imekuwa nzito zaidi kwa sababu ya tukio hilo la dakika 70 ambalo mchezaji wa kimataifa kutoka Cameroon Lionel Ateba Mbida aliangushwa dhahiri. Na cha kushangaza zaidi ambayo ilionekana dhahiri, Bubu Traore hawezi kukwepa lawama. Yeye na wasaidizi wake chumba cha VAR hawakujihusisha kabisa kwenda katika chumba cha VAR kwenda kutazama marejeo ya picha za video ili kuona kweli Ateba alijiangusha ama aliangushwa, na kama alijiangusha kwa nini hakumpa kadi ya njano? Maswali ni mengi hakika, kwa sababu play acting, kuigiza kuanguka wakati hujaguswa, ni kadi ya njano. Mwamuzi Bubu Traore hakumpa kadi ya njano Lionel Ateba Mbida. Maana yake ni kwamba aliona dhahiri kwamba hakujiangusha. Sasa kwa nini hakutoa penalty? Na kama alikuwa hana uhakika, kwa nini hakutaka kwenda kuangalia? Kwa nini hakutaka kuwasiliana na watu wa VAR? Na hao watu wa VAR kwa nini hawakumuita mwamuzi ili kama hakuona vizuri basi aweze kuangalia vizuri na kutoa uamuzi wa haki? Hakika Simba waliminywa katika dakika hii na maamuzi mengine kadhaa. Lakini haikushangaza sana kwa sababu Bubu Traore katika mechi 25 alizokuwa amechezesha za kimataifa, wenyeji walishinda mechi 17. Yes, win kwa wenyeji. Win. Maana yake 68% ya maamuzi yake katika mechi alizochezesha za kimataifa barani Afrika zinazosimamiwa na CAF, wenyeji walinufaika zaidi. Lakini kushinda kwa wageni, mechi za ugenini zilikuwa ni mechi 6 tu ndizo ambazo wageni walishinda kati ya hizi 25. Na hizo 6 walizoshinda wageni, mgeni mmoja wapo alikuwa ni huyu Al Masry wakati akicheza dhidi ya FC Nouadhib mwaka 2019 alishinda ugenini dhidi ya FC Nouadhib kule Mauritania. Al Masry ni miongoni mwa wanufaika katika hizi mechi 6. Wageni kupata sare ugenini katika mechi zilizochezeshwa na mwamuzi Bubu Traore, sare ni 2 tu. Yes. Sasa kwa rekodi hizi ilionyesha Simba wana mazingira magumu, lakini kwenye kucheza Simba hakika kwenye mechi hiyo Simba ndio walimiliki zaidi mpira. Tunakumbuka vizuri tunaposema possession, umiliki wa mpira, Simba walimiliki zaidi. Walimiliki kwa 59%. Yes, 59 dhidi ya wenyeji Al Masry waliomiliki kwa 41%, Simba 59%. Hii ilidhihirisha namna gani Simba ambavyo walicheza vizuri hasa katika umiliki wa mpira. Lakini katika soka la kisasa umiliki wa mpira hauna faida yoyote kama ufike kwa wapinzani na kufanya majaribio ya kufunga. Simba katika kumiliki kwa mpira 59% kulikotokana na passes ambazo wenyeji Al Masry walipiga pasi 348, Simba walipiga pasi 505. Lakini kwenye jitihada za kufunga shots, wenyeji Al Masry walipiga mashuti 7, mawili yalilenga lango. Simba walipiga mashuti 18, lakini kati ya hayo 7 yalilenga lango. Na hapa sijahusisha mashuti yaliokuwa blocked, tunasema blocked shots, ambazo ukijumlisha Simba walipiga mashuti 21. Bahati mbaya sana kwa Simba, wenyeji mashuti yao mawili ya kulenga lango yote yalikuwa mabao. Simba hakuna shuti liloingia wavuni licha kupiga mashuti 7 yaliyolenga lango, huku kipa wa wenyeji na maanisha Mahmoud Gadi akawa man of the match kwa kucheza save 7. Lakini Simba iliathirika na uamuzi ule wa dakika ya 70 wa mwamuzi Bubu Traore. Lakini katika mechi hii sasa ya marudiano kwa Mkapa, mwamuzi ni huyu Jindo Louis Bunganandande kama nilivyotoka kuelezea. Yeye sifa yake ni kwamba miezi 12 iliyopita amehusika kuchezesha mechi 6 za kimataifa zinazosimamiwa na CAF. Kwa mechi hizo 6 zipo 2 za ligi ya mabingwa barani Afrika, zipo 3 za kuania kufuzu kwa finali za AFCON, halafu ipo 1 ya kuania kufuzu kwa finali za kombe la dunia zitakazofanyika 2026 kule Marekani, Mexico pamoja na Canada. Sasa kwenye mechi hizo 6 matokeo yakawaje? Ni kwamba hapa ndipo unathibitisha kwamba huyu hacheki na wowote. Haki bin haki katika hizi mechi 6, kwa maana matokeo kwenye mechi hizo 6 zilikuwa vipi? Wenyeji
wenyeji wameshinda mechi 2 kwenye mechi hizi 6. Yes, kwa lugha nyingine ukijipanga unashinda, uwe nyumbani uwe ugenini, kwa kuonyesha namna hii. Lakini katika mechi hizi 6 wenyeji walipoteza mechi 2. Hapa hizi ni 2 wins, wins 2 losses. Lakini wenyeji katika mechi hizi 6, 2 ziliishia kwa draw. Yes, ziliisha kwa sare. Ambazo ni zipi? Kwa kukumbukia tu baadhi ya mechi. Mechi 2 za ligi ya mabingwa barani Afrika. Moja wapo ilikuwa ya mwezi Disemba. Al Hilal Omdurman walikwenda kucheza ugenini dhidi ya MC Alger. Katika mechi hiyo wenyeji MC Alger wakafungwa na Al Hilal Omdurman bao 1-0. Lakini wenyeji wengine waliowahi kufungwa katika mechi hizi 6 ni Kenya. Wakicheza dhidi ya Cameroon, Kenya wakafungwa 1-0. Lakini mechi ambazo wenyeji walishinda ni pamoja na mechi walioshinda Algeria 2-0 dhidi ya Equatorial Guinea. Lakini kuna Pyramids katika ligi ya mabingwa barani Afrika hivi karibuni tu waliwafunga Sagrada ya kule nchini Angola mabao 5-1 wakicheza nyumbani. Kwa hiyo tunaposema wenyeji wameshinda mechi 2, mechi 2 ni zile walizoshinda Pyramids na zile mabao 5-1 dhidi ya Sagrada, na walioshinda Algeria dhidi ya Equatorial Guinea mabao 2-0. Lakini sare ni zipi? Sare ni pamoja na Misri dhidi ya Cape Verde iliyoisha kwa sare ya 1-1, Misri dhidi ya Cape Verde. Lakini kuna mechi iliyoisha kwa suluhu bila. Nani walikuwa ni Guinea Bissau dhidi ya Ethiopia, iliisha bila. Kwa hiyo unaweza kaona ushindi kwa mwenyeji katika mechi 6 za miezi 12 zilizochezeshwa na huyu mwamuzi Jindo Louis Unganandande ni kwamba 33.333 wenyeji wanashinda, 33.333 ni sare, 33.333 wenyeji wanaweza kufungwa. Sasa kwa rekodi hizi za mwamuzi Jindo Louis Unganandande ni dhahiri kwamba Simba wanayo nafasi ya kufanya vizuri. Wana uwezo wa kufunga idadi ya mabao inayohitajika, kwa maana ya kuwa na tofauti ya mabao 3. Ni kwa sababu gani? Kazi ya Simba walau kwa kuanzia ni kurejea kile walichokionyesha kule nchini Misri katika mechi walofungwa 2-0. Kulikuwa na mambo mengi sana chanya, lakini lazima wafanye kazi kasoro zilizojitokeza. Moja wapo ni uchoyo. Wachezaji safu ya ushambuliaji wanapofika karibu na lango waache ubinafsi, waache kuwa wao mashujaa, badala yake timu iwe shujaa. Aliye katika nafasi nzuri zaidi ndiye anayepaswa kupasiwa na sio aliye katika nafasi nzuri. Bana, mnaweza kuwa katika nafasi nzuri lakini kuna mmoja au wawili wapo kwenye nafasi nzuri sana. Hao ndio wakupewa mipira ili waiweke wavuni, kuwapa furaha na Simba, kuwapa furaha wa Tanzania. Pili ni katika kuzuia. Wawe makini katika kucheza mipira ya mashambulizi ya kushtukiza, kwa sababu ndicho ambacho Al Masry kama kwao walicheza kwa mtindo ule wakati wa nyumbani, ni dhahiri kwamba wakiwa ugenini watafanya hivyo. Jambo jingine muhimu, Al Masry kwa vyovyote vile wakiwa wanaongoza 2-0, timu hii kutoka Misri inajua Simba wako vizuri sana kwa namna walivyocheza katika mechi ya kwanza. Kwa sababu hiyo kuna uwezekano watafanya vituko vingi vya kumaliza muda, lakini vile vile vya kuwatoa mchezoni Simba. Moja wapo kujiangusha kuanzia mwanzoni wa kipindi cha kwanza. Wakianguka chini watakuwa wagumu kuinuka, malalamiki watakuwa mengi, kuchelewesha mpira, kipa wao watakuwa anachelewesha mipira. Haya ni mambo ya kutarajiwa ambayo Simba lazima watafute majibu yake. Wala haitakuwa jambo la kushangaza siku hiyo, kwa sababu kujiangusha itakuwa ni sehemu ya mchezo wa Al Masry ili kuhakikisha Simba wapati ushindi huo wa tofauti ya mabao 3 ili kusonga mbele. Wao sare yoyote wanasonga mbele, kipigo chochote kisichohusisha tofauti ya mabao 3 wanasonga mbele. Yani wakifungwa 3-1 wanasonga mbele, wakifungwa 4-2 wanasonga mbele, wakifungwa 4-3 wanasonga mbele, sare yoyote wanasonga mbele, bila na kadhalika. Kwa sababu hiyo watajiangusha sana. Simba lazima watafute majawabu. Moja wapo wao ni kuwa aggressive. Yes, kuwa makini, kuwa pambanaji. Mpira wote akiupata, cheza yao iwe ni direct, kwenda moja kwa moja kuhakikisha wanafunga mabao na sio kupiga vipasi vingi ambavyo vinakula muda na kuwasaidia Al Masry katika kuhakikisha mechi wao hawapati ushindi wa tofauti ya mabao 3. Lakini kwa namna Simba walivyocheza, kwa mfano wakirudia mechi yao kule Misri, langoni kwa Simba kwenye final, kwenye zile thirds, theluthi 3 za uwanja, zile theluthi 3 za uwanja, kuonyesha namna gani Simba walikuwa makini sana kwenye mechi, ingawa walifungwa 2-0. Kwenye eneo lao Simba mpira ulichezwa kwa 19% tu, kuonyesha namna gani mpira ulikuwa busy kuchezwa maeneo mengine. Katikati 51%, yes 51%, halafu eneo la Al Masry ulichezwa kwa 30%. Maana yake mpira muda mwingi ulikuwa
upo huku kwenye eneo la Al Masry. Ama wamiliki wa Al Masry wanalazimika wacheze kwenye eneo lao, ama Simba wanakuwa na mipira kwenye eneo la Al Masry. Simba waligusa mipira kwenye eneo la Al Masry la penalty mara 23. Al Masry waligusa mipira kwenye eneo la penalty la Simba mara 9 tu mechi nzima. Unaona ni kiashiria kwamba Simba walikuwa vizuri zaidi. Kilichowagharimu, narudia tena, ni kuweka mpira wavuni. Pamoja na takwimu zote, takwimu muhimu ni mpira kwenda wavuni. Sasa kwenye mechi hii ni dhahiri kwamba Simba wakidumisha kile walichokifanya kule Misri, wakaboresha eneo la umaliziaji na kuepuka mashambulizi ya kushtukiza, na Kamara akaongeza umakini hasa katika mechi iliyopita. Bao mojawapo kwa mfano la kwanza aliwacha mpira udunde, matokeo yake ukamshinda, mpira ambao pengine angewahi usingeleta madhara. Hata ule mpira wa pili ulikuwa na utata ndio, lakini angetembea pembeni pengine ingesaidia. Lakini na mabeki walikuwa wapi wakati Kamara amezuia mpira usiende wavuni, halafu aliyewahi ni mchezaji Okoje wa wapi? Wa Al Masry, na sio walinzi wa Simba katika kuwahi mpira na kuondosha. Hayo yakifanywa kazi, Simba na uwezo wa kupata matokeo mazuri. Kwa mwamuzi huyu, kwa rekodi zake, washindwe wenyewe, kwa sababu anayecheza vizuri zaidi kwa rekodi tulizotoka kuziona ana uwezo wa kushinda. Lakini binadamu hubadilika. Je, itakuwa vipi siku hiyo? Na je, ubwela ya Simba maana yake ni nini endapo anacheza mechi ya nyumbani ambao wanahitajika kushinda 3-0, halafu wao wakiwa bora zaidi kulinganisha na Al Masry kwa maana ya timu, lakini pia kwa mchezaji mmoja mmoja imethibitika hivyo. Ni dhahiri kwamba ni nafasi ya Simba kuwapa furaha na Simba, kuwapa furaha wa Tanzania katika mechi hii ambayo mwisho wa siku safari hii wanapaswa kuvuka. Uwezo wanao, nia wanayo, bila shaka Watanzania waombe ili wachezaji waamke wakiwa fiti, watekeleze mipango kazi ya kocha Fadlu Davis na hatimaye kushinda. Lakini kocha Fadlu Davis naye awe makini katika kufanya substitutions. Wachezaji ni binadamu, siku mambo yakiwakataa basi abadilishe, kwa sababu ana wachezaji wengi wenye kiwango bora kikosini, na hivyo mchezaji A akionekana kuyumba, mchezaji B aliyekuwa nje apewe nafasi. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazila. Bye bye.